Karibu katika mkasa mpya wa jamaa anayesema jinsi ambavyo nilikutana na jini kwa mara ya kwanza Kariakoo, na msichana mrembo sana na baadaye akawa mpenzi wangu. Kwanza kabisa jamaa anasema, bwana mimi ni mkazi wa Dar es Salaam Magomeni. Sawa, nasimulia kisa hiki ili kwamba tuweze kujifunza. Anasema kabla kuendelea kusimulia, jambo ambalo tulitakiwa tulifahamu ni kwamba hamna sehemu zenye majini wengi sana kama sehemu zenye mkusanyiko wa watu, na majini huwa wanapenda sehemu ambapo kuna mkusanyiko mkubwa sana wa watu. Na anaongezea kwa kusema kwamba wakati mwingine Dar es Salaam huwa tunasifia sana kwamba kuna foleni kali ya magari, kuna msongamano wa watu Kariakoo. Muda mwingine inapelekea na hawa viumbe ambao Mungu aliwaumba kabla yetu ya hii dunia, ni maana yake ni majini, kwamba sometime pia wao huwa wanaleta msongamano wa watu, au labda huwa wanaleta jamu. Majini ni watu ambao wamepewa uwezo na Mwenyezi Mungu, wanaweza wakajibadilisha na kuwa wanadamu, wakawa katika taswira ya wanadamu, katika taswira ya ndege, katika taswira ya kiumbe chochote ambacho unakifahamu wewe, wenyewe wakajibadilisha kuwa kama hao. Kwa hiyo wewe unapokuwa unakutana naye labda Kariakoo, unaweza ukajua huyu ni mdada tu mzuri, au unaweza ukajua tu ni mtoto wa kiume mzuri, wakati huo kumbe ni jini ambao amejigeuza katika taswira ile. Kwa hiyo ni jambo ambalo hata wakati mwingine nao pia wanaweza akawa wanatembelea magari yenye plate namba za kawaida, yenye mionekano wa kawaida, wewe ambao kazani ni binadamu wa kawaida, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kumbe ni majini. Na wakati mwingine wakasababisha jamu kubwa sana, na watu mkao mnasema kuna jamu kubwa sana leo, kuna foleni kubwa, kumbe wakati mwingine ni hawa viumbe, kwa sababu wanapenda kuchanganyika zile sehemu ambazo kunakuwa na watu wengi sana, na wenyewe pia ndo wanapenda kuchanganyika katika sehemu hizo. Sasa basi, jamaa nakuambia tuendelee katika mkasa wangu ambao mimi ulinikuta. Anasema bwana, mimi naishi Magomeni, lakini biashara ambazo nakuwa najishughulisha Dar es Salaam, nakuwa najishughulisha na shughuli za kibiashara. Sawa, mimi ni mtu ambao huaga naenda Kariakoo na sehemu yangu ambao nakuwa nauza nguo. Sawa, Kariakoo na sehemu yake ambao anakuwa anauza nguo mara nyingi sana, na yeye kwa kuwa ni maarufu muda mrefu sana ameanza kufanya hiyo kazi, na wakati mwingine huwa anafanya delivery, mtu wa Dar es Salaam na mikoani pia anatuma mizigo hizo nguo. Kwa hiyo anakuambia katika mihangaiko yangu ya mizunguko ya pale Kariakoo, sababu ni mwenyeji sana na mafahamu vizuri, kuna siku moja ambao nilikutana na mdada huyu ambao baadaye kumbe nikaja kugundua kwamba ni jini, au lazima huyu siku ambao nilikutana na huyu jini. Asa kwa mara ya kwanza alimuona katika taswira ya kawaida sana, ni mdada mzuri, na anasema nilikuwa na mtindo huo sababu Kariakoo mimi ni mwenyeji sana maeneo yale. Kwa hiyo ni sio mara yangu ya kwanza kukutana na wanawake wazuri maeneo yale, na sio mara yangu ya kwanza kumtongoza mwanamke katika maeneo yale. Ni kama kawaida ya sisi vijana, huwa tukiona mtoto mzuri na vile basi unakuwa na mademu tofauti. Huo ulikuwa ni mara nyingi sana mtindo huu. Kumbe awamu hii niliweza kujichanganya hapo baada ya kumtongoza huyu dada. Baada ya kumtongoza udada na kujua kwamba huyu dada ni binadamu wa kawaida au sio binadamu wa kawaida, basi anasema basi ile siku alivyoonana na yule dada, ni dada ambaye anasema alikuwa very smart sana, ni smart na dada ambaye ananukia vizuri sana. Ye akawa ameomba namba kwa yule dada, baada ya kumsimamisha akawa amemwomba namba pale, bwana nataka mawasiliano na wewe, baadaye tuwasiliane tukutane hata sehemu. Yule dada anakuambia kitu cha ajabu sana. Yule dada akamuuliza swali moja, unataka kukutana na mimi, unataka uniambie nini? Yule jamaa akawa amesema utaona hapo baadaye kitu ambacho nitakuwa nakuambia. Mimi ninachokitaka wewe ni muda wako tu, andaa hiyo baadaye tukutane, sababu najua sasa hapa Kariakoo kuna kelele, kwa hiyo hatuwezi tukakutana. So nilikuwa nataka hata baadaye tukutane sehemu yenye utulivu sana tuzungumze. Yule dada akawa amesema kwa leo niko busy sana na sitoweza kukutana na wewe, unataka nini? Bwana akamwambia basi kama kwa leo kama kwa leo uko busy sana, basi naomba uandae hata siku nyingine tuweze kukutana wewe na mimi na mazungumzo mazuri sana na wewe. Jamaa nakwambia niliflow kweli pale mistari mbele ya yule dada. Yule dada aliweza, na mtu ambaye alikuwa na taswira ya hali ya kwamba alikuwa ananichukulia mimi poa sana, na mimi nilikuwa nasema rohoni, huyu ajui kama mimi hapa nina duka hapa Kariakoo hivi, ananionaje huyu dada? Au aliponiona labda anatembea kwa mguu, gari yangu nimepaki kule mbele, haelewi. Sasa ngoja sasa nimkomalie. Jamaa mwenyewe anasema akawa anajiaminisha kwa kuwa yeye ni mtu ambaye ana pesa na ni mtu ambaye ana uchumi mzuri. Kwa hiyo asingeweza kushindwa kumudu yule dada. Kwa hiyo alikuwa anamuona kama ni dada ambaye anamletea maseke, ajui amekutana na mtu ambaye ana pesa zake pale Kariakoo. Sawa. Kwa baadaye anakuambia yule dada akamwachia yule jamaa namba ya simu, akamwambia baadaye tutawasiliana vizuri. Sawa, ni lini tutakutana? Akawa amemwambia hivyo. Bwana jamaa anasema yani mimi ni mtu mmoja ambaye huaga nakutana na wanawake wengi sana, lakini kwa yule mwanamke nilifall in love
pale pale, yani kwamba nilimpenda kulikweli yule mwanamke. Anakuambia ni mwanamke, na mimi waga sina kawaida eti nikutane na mwanamke anayeteka kauli 2-3 kama vile eti kwamba tukutane watu maswali mengi. Huwa nampotezea hapo, kwa sababu ni mtu ambaye anajiamini. Wanawake napata muda ambao nautaka mimi, kutokana na mimi nina pesa na nina duka hapa Kariakoo. Kwa hiyo huwa sio vitu vyangu, huwa sihangaiki. Hakika yule mwanamke hadi nilibembeleza kwa kweli. Basi alipopatiwa namba akawa amemshukuru sana yule dada na wakaweza kuachana. Jamaa anasema tangia yule dada nikutane naye na anipatie namba, kiukweli yani nilikuwa namfikiria sana, jambo ambalo lilikuwa sio kawaida kwamba nimfikirie mwanamke vile. Kumbuka nimesimulia hapo awali kwamba ni mtu ambaye nilikuwa natongoza wanawake wengi sana, na nilikuwa nawapata kutokana na hali yangu ya uchumi, na hasa wakijua kwamba na duka Kariakoo ilikuwa sio ngumu kuwapata. Sasa lakini kwa yule dada nilikuwa namfikiria sana, na kwamba ndo mara yangu ya kwanza kumtongoza mwanamke. Nilikuwa namuwaza sana, na baadaye nilivyotoka katika shughuli zangu, ile siku nilirudi mapema sana nyumbani, kaacha vijana wangu wa kazi pale dukani. Aliporudi Magomeni akawa amewasiliana na yule dada. Yule dada alipompigia simu, yule dada akawa amepokea. Baada ya kupokea, jamaa anakuambia nilishangilia sana kwa chini chini. Baada ya kupokea ile simu, yule dada akaweza kuongea naye, anasema dada ana sauti nzuri sana, na sauti nyororo sana katika simu, jambo ambalo lilinivutia kweli kumsikiliza sauti yake muda mrefu. Na baadaye pale kusalimiana, akamkumbusha mimi ni yule fulani ambao tumekutana na wewe Kariakoo, na baadaye ukanipea namba yako, ukasema tuweze kuwasiliana ili tujue ni lini tunakutana. Yule dada akawa amesema uko tayari kukutana na mimi? Yule jamaa akawa anasema niko tayari, yani niko tayari hata leo. Akasema kwa leo hapana, naomba tukutane kesho. Akamwambia location ni wapi? Akamwambia taje mwenyewe location. Jamaa aliambiwa aseme location ni wapi ambao atakutana. Jamaa akawa amesema sitaki kukupeleka mbali sana, nataka tukutane maeneo ya Mwenge. Akamtajia sehemu ambayo ya starehe, sehemu nzuri sana kukaa kuzungumza. Jamaa yule dada akawa amesema kokote kule ambako unataka wewe mimi nitafika. Baadaye pale jamaa asema akawa amemwambia basi naomba hii namba yako inatoa pesa, naomba nikuwekee kiasi kidogo cha pesa ambacho utatumia nauli mpaka hiyo kesho kukutana hapo. Yule dada akawa amemwambia, yule dada akawa amesema hapana, sina hapana kuhusu pesa, asante sana, nashukuru. Akawa amefurahi tu hivyo. Jamaa baada ya kukata simu anakuambia alishangaika sana. Ni wanawake wachache sana ambao kiwaambia kwamba hii line yako inatoa pesa, ni wachache sana ambao watakataa. Of course alimshangaa sana yule mwanamke, na kadri ya siku ambazo zilikuwa zinaendelea na haya matukio ambayo anakutana nayo, alitamani sana amjue yule dada ni nani na labda ana vitu gani, kwa sababu ni mtu ambaye alimuona yuko smart, ananukia vizuri. Yeye mwenyewe akili zake akajua kwamba yule dada naye pia atakuwa na pesa, atakuwa na shughuli zake hata hapa Kariakoo au sehemu nyingine. Iwaje akatae hela, nimtumie hela nauli, iwaje anakataa? Ni wanawake wachache sana. Ile ikawa imepita kivile. Jamaa anakuambia ile siku nimelala mpaka asubuhi, siku ya pili yake ambayo tulikuwa na ahadi ya kukutana na yule mwanamke. Kiukweli nilikuwa namfikiria sana tangia jana usiku. Yaani nilikuwa nafikiria sana, na ile siku nikaa najiuliza nivae nguo gani ambao hata ataniona kama ni mtu ambaye anapendeza, ni mtu ambaye nawaka kweli. Jamaa anakuambia niliumiza kichwa sana kwa yule mwanamke. Siku ya pili akawa ameamka mapema sana, akafanya shughuli zake. Baada ya ule muda ambao alijiana kukutana, ilikuwa mida ya jioni hivi maeneo ya kule Mwenge. Akawa amejiandaa vizuri pale, akawasha gari yake, akawa ameondoka mpaka kule. Amefika mpaka pale maeneo ya Mwenge, akawa amempigia simu yule dada, akamwambia bana, mimi tayari nishafika hapa Mwenge, yale maeneo ambayo tulienda tukutana na mimi. Yule dada akawa amemwambia mimi na mimi pia nishafika hapa mapema. Jamaa anakuambia alifurahi sana, sababu kutegemea kama ni mwanamke ambaye akiweza naye pia kuzingatia, yani jinsi gani aliliweka ile jambo kichwani, na yeye mwenyewe pia akaja mapema kama alivyofika yeye. Kwa hiyo alijipa matumaini kwamba yule mwanamke atampata, na ameshampata, sababu ni mtu ambaye akiwa labda na mambo mengi akiweza kusema bado sijafika nisubiri na nini, lakini alitinga pale mapema sana. Jinsi gani alichukulia kwamba ule yale makutano ni ya maana sana kwake. Kwa jamaa anasema ilinipa sana moyo. Baada ya kumuona yule binti nilifurahi kweli. Tukaweza kukaa sehemu na nikamwambia agiza kinywaji chochote hapo. Yule akawa amekataa, anasema hapana, mimi sitaki kunywa kinywaji cha aina yoyote ile, isipokuwa tu hapa nina maji yangu ambayo nimechukua katika mkoba. Akawa amefungua mkoba wake akachukua tu maji ya kawaida tu. Jamaa haelewi. Na yeye pia akawa ameagiza tu kinywaji kimoja kwa waiter pale, wakawa wanaendelea kupiga story. Anasema sasa kitu ambacho kiliendelea pale baada ya kuanza kupiga story na yule